sikukuu ya Mikaeli na watoto, lakini kwa neema ya Mungu sisi tumeifanya hiyo siku nyingine ili tufanye mambo mengine ya baraka hapa. Lakini neno la Mungu tulilopewa ni lile ambalo mahali pengine pote ndani ya kanisa la Kiinjili lina somo na kutafakariwa siku ya leo. Ni fundisho linaloambatana na ishara ya uponyaji. Na somo ambalo tumelisikia linasema ni ishara ya pili ambayo Yesu alifanya. Kwa sababu ile ya kwanza ilifanywa maeneo hayo kati ya kijiji kinaitwa Kana, Yesu alipobadilisha maji kuwa divai. Na kwa utaratibu wa Injili ya Yohana, ishara ziko 7 tu. Kwa sababu lengo sio watu waangalie ishara na maajabu, lengo watu wapate kuamini. Ishara ya pili ndio hii ambayo tumeisikia. Yesu anamponya mwanawe diwani, tena akiwa mbali. Ishara ya pili kama tungesoma zote ni ile Yesu anamponya mtu ambaye anaumwa kwa miaka 38, yupo karibu na bikira la Bethania anasubiri maji atibuliwe. Ishara ya tatu ni Yesu, ishara ya 4 Yesu analisha watu 6,000 kwa vipande vichache vya mikate. Ishara ya 5 Yesu anapita, anatembea kwa miguu kutoka ng'ambo ya bahari kwenda mahali pengine kwa miguu. Ishara ya 6 ni Yesu kumponya yule mtu aliyezaliwa kipofu. Yaani hajawahi kuona lakini amezaliwa kipofu, mpaka wanafunzi wanauliza ni nani aliyefanya dhambi kati ya huyo wazazi wake. Na ishara ya mwisho ya 7 ni Yesu kumfufua Lazaro aliyekuwa amekaa siku 4. Ile ya kwanza mahali fulani niliwaambia Yesu anataka kuonyesha kwamba yeye ndio asili ya ubora, anatengeneza divai iliyo bora zaidi, master of quality kwa Kiswahili. Ishara hii ya pili, Yesu anasema anapotenda yeye hafungwi na mipaka hata akiwa mbali, master of distance. Ishara ya 3, anapomponya yule mtu miaka 38, yeye hafungwi na muda, ni master of time kwa Kiswahili. Ishara ile ya kulisha watu wengi kwa chakula kidogo, Yesu yeye kwake vimejaa yote, master of quantity kwa Kiswahili. Na ishara ile ya kutembea kwa miguu, anataka kuambia wale watu ambao wanajidai siku hizi kwa ajili ya sayansi na teknolojia, yeye anatembea kwa miguu, master of nature au science mnasema. Lakini pia kwa kumponya yule mtu ambaye haoni kabisa kuzaliwa, anashughulika na watu ambao wametengwa na jamii, ni master of marginalized people kabisa. Lakini ile ya Lazaro nitakusema yeye ni master of death, yani hata kwenye nguvu ya mauti yeye ndio bingwa. Lengo ni watu wapate kuamini. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hapa leo kwa sababu tuna mambo mengi hatuwezi kwenda mbali sana, tunaletewa tafakari juu ya upendo wa kujali. Upendo na kujali ndio kichwa cha wiki, kinasema tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Upendo na kujali. Lakini katika somo letu wapo wahusika wawili katika somo hili, Yesu Kristo Bwana wa kanisa na diwani mzazi wa mtoto mgonjwa. Kupenda na kujali ni sifa na tabia ya Yesu, na ndivyo ilivyokuwa maisha yake Yesu alipokuwa duniani hata leo majira yote. Neno la Mungu linasema kuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, na hiyo ni tafsiri ya upendo. Katika mlango wa 3 nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu anayemwamini, kuamini ndio jambo la msingi, anayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kupitia yeye, namna alivyo Yesu, maisha yake, ndio sababu leo tunapewa kutafakari somo hili, kupenda
na kujali. Kupenda na kujali ndio maisha ya Yesu. Yesu alizunguka huko na huko. Kule Galilaya alipolelewa, yani ndio nyumbani ambapo alilelewa. Yeye alizaliwa Bethlehem, kambi kadogo karibu na Yudea kule Uyahudi. Lakini alizunguka huko, maana hata kijiji cha Nazareti kiko Galilaya, Kana iko Galilaya, wilaya kubwa hili. Ndio kwao. Akiwa akizunguka huko na huko akihubiri, kufundisha na kuponya, ndipo anatokea huyu diwani, anaingia na kuwasilisha ombi lake. Diwani alitumia muda mrefu kutembea kutoka huko kwenda pale ambapo Yesu yupo. Nilikuwa naangalia kwenye kitabu cha historia, wanasema ni kilomita zisizopungua 32 alipotoka yeye kwenda kwa Yesu. Kama vile kutoka Uyole au Nyala kule mpaka Songo kule na Nyala kule. Wale wanaotoka Tukuyu ni kama utoke hapa Uyole mpaka karibu na Ntokera. Kwa ni siku kama mwendo wa siku nzima. Mwendo wa siku nzima. Anamfuata Yesu. Unaweza kuanza kuhisi sasa namna ya kujali, neno la kujali. Unaweza kuanza kuliona kwa namna hiyo. Jua linampiga, anatembea kwa miguu kwenda kumfuata Yesu. Na ndio maana kwa vyote vile kuja kurudi haikuwa siku hiyo, pengine ilikuwa ni usiku au alilala huko kesho yake anarudi. Ndio maana anapouliza kwamba ni lini, ni saa ngapi, anasema saa 7. Sasa basi ndio muda ule nilikuwa naongea na Yesu, nilikuwa nimeshafika kule. Nilipowahi asubuhi nikawa nimefika hizo kilomita 32 kwa miguu ya mkini. Kwa hiyo muda ule naongea naye, basi ndio ninatimia. Amemwacha nyumbani mtoto anaumwa. Tena yuko kufani maana yake maututi, kama nilikuwa sasa hivi nimesema alikuwa ICU. Kwa hiyo mahangaiko hayo yanamfanya huyu diwani afike kwa Yesu. Angekosa angeenda mahali pengine atembea kwa miguu. Anahangaika, anajali. Anamsihi Yesu kuwa afike amponye mtoto wake. Na kwa kuwa alisikia habari za ishara alizofanya pale Kana jirani, kijiji cha jirani, huyu diwani ndio maana alifika. Alisikia ishara ya mwanzo kabisa. Ila jambo ambalo wengine wengi mfahamu, anapokuja kwa Yesu sio kwamba alikuwa anaamini. Alisikia habari kwamba kuna kitu fulani kimemfanya mtu namna huyu. Kwa Kinyakyusa ipuraga, yani anakwenda na tapatapa, hajui ni wapi. Na ndio maana ukisoma mstari wa 53, baada ya kufika nyumbani na mtoto amepona, Biblia inasema akaamini sasa na nyumbani mwake. Maana yake mwanzoni alikuwa haamini. Anakwenda kwa sababu kuna kitu amekufanya pengine na hiki anataka kufanya. Kumbuka anapomsihi Yesu, huyu diwani anatumia maneno haya, ashuke na kumponya mwanao. Yesu anauliza, anasema, kwani msipoona ishara na miujiza hamwezi mkaamini kabisa? Msipoamini, yani hamwezi mkaamini mpaka muambatane, mtoke hapa mwende kilimo kuangalia ishara? Ni mfano tu. Lazima mkimbie kule. Hamwezi mkaamini, maana kuna wengine wanataka kuangalia ishara, hawezi kuamini. Hapa Wasayuni hawa kwamba unaweza kwenda kilimo, kwamba kwenda kuangalia ishara. Lakini angalia anapojibu huyu mtu, anasema ushuke asije kufa mtoto wangu. Ushuke, yani ameng'ang'ana tu, anasema ushuka mtoto wangu asije kufa. Na hapa labda niwaambie kidogo, maana ya kushuka ni zaidi ya kuondoka Yesu kwenda kule. Hana maana kwamba twende ukamponye mwanao, bali moyo wako wewe mwenye mamlaka, kubali unisaidie. Na ndio maana Yesu anatuma neno haili, anamwona ana mamlaka fulani, shuka. Ukisoma Biblia mahali pengine, mtu wa namna hii anasema wewe ustahili kuingia kwenye nyumba yangu. Kwa sababu mimi pia huwa nawaagiza wengine, ustahili kuingia chini ya ndani ya nyumba yangu. Tuma neno. Kwa hiyo kushuka maana yake kubali, uko kwenye mamlaka, njoo kubali unisaidie. Ndio maana ushuke. Shuka, ushuke.
Angalia mtoto wangu asije akafa, ushuke unisaidie. Ndio maana Yesu anakubali kwa kutokwenda, bali kwa kuituma neno lenye mamlaka sana. Muda ule yule mtoto kampona. Ninachokiona kwa huyu diwani ni kwamba alipenda na kumjali mtoto wake, lakini Yesu anampenda mgonjwa asiyemwona. Naona mgeni zaidi yule anamjali mtoto wake, anamhangaikia na naye siku zote. Yesu upendo wake hauna mpaka, hamuoni mtoto lakini anamhudumia, anaponya. Na hapo mamlaka yake haifungwi na kubali, kama anavyosema. Diwani alifikisha shida ya mahitaji mahali sahihi. Kumbuka maneno ya Yesu, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo alifikisha mahali sahihi kwa Yesu ambaye kupumzishaga mizigo ya watu na kuwalemea. Kama baba wa familia, huyu diwani amekuwa mfano mzuri. Naomba kuna baba mnisikia. Kama baba wa familia, huyu baba amekuwa mfano mzuri. Maana siku hizi tumesikia wakati fulani mahali fulani wapo kina baba wasiopenda na kujali familia zao. Wametelekeza familia na kuandaa kwa kuachia kina mama na walezi kwa ajili ya kuandaa na kuwatunza watoto. Kama leo tuliwaruhusu watoto hapa waimbe, wafanye ngojera, tungesikia ujumbe mwingi namna gani ambavyo wanaelekeza kwa wazazi na walezi, jinsi ambavyo hawajafanya sawa sawa. Tutakuja kusikia, lakini siku nyingine, si tumepanga siku nyingine tutasikia tu ujumbe, message ambao unazituma kwa wazazi na walezi, na hasa kina baba. Mahali pengi hakuna huduma ya malezi, mahitaji muhimu kwa watoto katika kuuguza wakati fulani, hata utunzaji kwa ujumla. Na ndio maana nasema huyu diwani ni kwa mfano mzuri wa kina baba. Diwani ni mfano wa baba mwema, ametimiza wajibu. Naomba nielewe sasa, ninyi wakina baba mliopo hapa, kwamba baba sio cheo bali ni wajibu. Kiona kwamba mtoto anakuita baba, usikimbilie kusema na, ujue na kumkumbusha wajibu wako. Baba ni kulea na kutunza. Diwani anaweza pia kuwa ni mtu yoyote katika jamii, mwenye dhamana fulani, kiongozi ndani ya kanisa, ndani ya jamii. Anaweza kama pengine huyu mfano tu baba huyu mwema, lakini anaweza kuwa baba kwenye familia au baba kwenye dhamana fulani kule ofisini, kule mahali kwenye uongozi na mahali pote. Lakini diwani anaweza kuwa mwenye huduma fulani, mwenye kusimamia na kutoa huduma fulani. Kwa kifupi, anasimama badala ya mtu yoyote anayesimama badala ya Kristo. Huyu diwani hakufanya jambo la kiutu kwa mtoto wake kama diwani, bali alifanya kama baba. Kama baba, hakufanya kama baba. Na kama sijajua kama hapa pia madiwani wako usharika, sijui, au wale ambao wametia nia kugombea udiwani, naomba niwaambie kama mpo, basi inabidi huyu tumpongeze, maana anawapa mfano mzuri wa kuwa diwani. Yaani huyu diwani huyu inabidi apongezwe, na asiishie hapo tu, bali afanye kwa wengine kama familia pana. Kama diwani ni kiongozi wa kata, jamii, basi awe mfano kwa ajili ya kata na watu wengine wote. Nimesema huyu diwani anayemwendea Yesu ni mfano mzuri wa madiwani wengine, na kama angehitaji kugombea tena nafasi nyingine, hahitaji kupiga kampeni. Diwani wa namna hii hahitaji hata kupiga kama yupo. Nimesema sina wengi kama hapa wapo ambao umetia nia, lakini kama mpo, basi mchukue mfano huu, tusihangaike kupiga kampeni, maana unafaa. Lakini kama unatofautiana huyu kwa huduma na dhamana hiyo unaokwenda kupewa, ni afadhali jitoe tu, usigombee udiwani. Maana tunamhitaji mtu ambaye kwa namna hii
Na mnakumbuka pia mwaka huu tuna zoezi la uchaguzi wa viongozi kitaifa, kuanzia madiwani, wabunge na rais. Wote wanatakiwa wafuate mfano huu wa kujali na kupenda. Anahitaji kuwa kiongozi mwenye sifa kama diwani tuliyemsoma, mwenye kubeba kero na changamoto za jamii, mwenye kupiga kelele sana kwa ajili ya watu wanapokosa huduma muhimu, mwenye kupiga kelele anapoona ukatili unafanyika ndani ya jamii na dhuluma na haki zinapindishwa, mwenye kuyachukua haya na kufikisha mahali sahihi ili yashughulikiwe. Ndio tunamhitaji huyu diwani wa kwenye Biblia. Kumbuka alitoa muda wake siku nzima, anatembea kwa mguu siku nzima kuonesha uvumilivu ili mgonjwa apone. Kichwa cha wetu kinasema tunaitwa kupenda na kujali watoto katika Kristo, kwa sauti, ili yamkini Yesu aonekane kupitia kanisa na watu wapate kumwamini. Wapate kuamini. Ndio hasa sababu kubwa ya Yesu. Taweza kufanywa ishara nyingi, lakini kama hakuna kuamini basi ni bure. Sisi tunaitwa kumwona Yesu anajifunua kwa namna ya pekee kwa ajili ya kugusa maisha yetu, kwa kugusa maisha yetu. Tuna harambee kwa ajili ya kupata eneo kubwa hapa. Asante kwa hatua ambayo tumefikia, na leo pia Mungu anakwenda kutupa majibu. Naomba niwakumbushe, tunapopanua eneo hili la kanisa hapa usharikani petu, iwe ni kuongeza upana wa huduma ya Yesu, isiwe kwa kelele. Tunapopanua eneo hili na kanisa hili, basi ni kwa ajili ya kwamba hatimaye wengine walikuwa watuone, wakipita kule watuone, wamuone Yesu. Hatimaye wale wengine ambao walikuwa sauti zao hazisikiki, basi wakasikie, wajue kwamba kumbe wanaweza kupata faraja wakija hapa kanisani. Tunapoongeza eneo hilo kwamba ili upendo wa Yesu unaojali uweze kuwafikia na wengine. Naomba nilete wito kwenu, jioni tuungane pamoja kupitia ibada hii ya harambee, lakini tusiache kutumika kwa kusudi la Yesu. Mungu atubariki. Amen.